Habari za wakati mtazamaji wa Channel 10 Plus. Leo ni Alhamisi ya Januari 29 mwezi Januari mwaka 2026. Nikaribishe katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Eden Bahati, nitakuletea habari za kitaifa, kimataifa na biashara, na katika habari za michezo tutaungana na Esther Mtebe ambaye atatuletea habari za michezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu tuanze na habari za kitaifa. Rais Samia Suluhu Hassan leo Januari 29, 2026 amezindua mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu KKK kwa watoto wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili katika hafla iliyofanyika kwenye makao makuu ya ofisi za Baraza la Mitihani la Taifa NECTA, Dar es Salaam. Akizungumza kwenye uzinduzi huo, Rais Samia amesema mpango huo ni miongoni mwa ahadi alizoahidi kutimiza ndani ya siku 100 za mwanzo baada ya uchaguzi. Ameongeza kuwa mpango huo ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya taifa ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 iliyolenga kuhakikisha kila mwananchi anakuwa na maarifa, stadi, maadili na uwezo wa kuchangia maendeleo kwa taifa. Rais Samia amesisitiza kuwa taifa linaweza kuwekeza katika miundombinu na teknolojia, lakini bila kuimarisha msingi wa elimu ya awali, maendeleo yatakuwa juu ya msingi dhaifu. Taifa lolote linalotaka kujenga uchumi shindani huwekeza mapema katika stadi za awali za mafunzo. Jambo hili si la hiari, bali ni wajibu wa serikali, wazazi na jamii kwa ujumla, kama ilivyoelezwa hapa na wanakwaya na mtendaji mkuu wa Baraza la Mitihani na wengine wote walitoa wito kwa jamii kwamba tuendelee kwenye kufanya zoezi hili. Ndugu wananchi, nimeona TV za maboksi, chupa zimeandikwa namba, watoto wanazungusha, 1 anazungusha inakuja 1, 2 anazungusha. Marvelous. Nimeona methods za kumfanya mtoto aelewe hesabu, kujumlisha, kutoa, kuzidisha na kugawa kwa kutumia mbao tu na kutumia vishanga tu, na watoto wataelewa vizuri sana. Kwa hiyo ni kazi ya walimu, kazi ya wizara kusimamia vitengo vile, tuzalishe kwa wingi zile zana ili watoto wengi zaidi wawe na fursa ya kuzitumia hizo zana na waweze kuelewa. Serikali imekabidhi vitendea kazi vyenye thamani ya shilingi bilioni 23.4 kwa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NIRC, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuimarisha utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji nchini, hatua inayolenga kuongeza kasi ya utekelezaji wa programu za umwagiliaji katika maeneo mbalimbali ya nchi. Tupate undani wa taarifa hiyo. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa hafla hiyo, Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amesema hatua hiyo itaongeza chachu katika usimamizi na utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji inayoendelea kutekelezwa kote nchini. Hatuna haja ya kuisambaza mmoja miwili mikoani. Tija hatutaiona kwa haraka. Tuigawe makundi mawili au matatu, twende mikoa miwili au mitatu kuanzia sasa. Kwa malengo yale, tumalize mkoa mmoja, tuweke mifumo, watu waanze kufurahia matokeo. Twende mkoa mwingine, tuweke hivyo, watu waanze kufurahia matokeo. Mtu yoyote atalalamika kwenye mkoa wa mbele, tutamleta huku kuona kinachofanyika, na yeye atasubiri tutapofika kwake. Makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge, Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo, Bi Mariam Ditopile anasisitiza tija katika mitambo hiyo. Lakini sisi tulisisitiza twende tukaone thamani ya hivi vifaa kwenda site. Kwa hiyo mimi nikuhakikishie, nimekuwa shuhuda wa kazi kubwa ambayo inafanywa na Tume ya Umwagiliaji kupitia vifaa hivi ambavyo tena leo unaenda kuvikabidhi. Akipokea vifaa hivyo, mkurugenzi mtendaji wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji Bwana Raymond Mdolwa anaelezea lengo la mitambo hiyo, huku mkuu wa mkoa wa Dodoma Bi Rosemary Senyamule akisisitiza maarifa katika kilimo. Na leo hii Mheshimiwa Waziri, unakuja kushuhudia magari 16, trailers 2 na pikipiki 23 na magari makubwa ya kuchimba visima ambayo yana uwezo wa kuchimba ndani ya ardhi zaidi ya kilomita 1.5. Lengo la mitambo hii ni kutuwezesha kufanya kazi ambayo serikali imetutuma. Mheshimiwa Rais amebadilisha mtazamo wa mkoa wa Dodoma. Anasema Dodoma ni kame, Dodoma haiwezi kulima chakula, Dodoma itakuwa inagawiwa chakula kila mwaka.
Lakini Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani akatuambia, ni kama ametufungua macho kwa shida si ukame, shida ni maarifa. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Wananchi wa vitongoji vya Msokole na Funguni, kijiji cha Mnazi, kata ya Nalingu, mkoani Mtwara, wamenufaika na mradi wa umeme unaotekelezwa na wakala wa nishati vijijini REA, ambapo wamesema umebadili maisha yao. Wakizungumza wakati wa kutambulisha mkandarasi atakayetekeleza mradi huo wa kusambaza umeme mkoani humo, kampuni ya Dynamo CO Limited, wamesema umeme utawakwamua kimaisha kutokana na shughuli nyingi za kijamii zinazohitaji umeme. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala amemtaka mkandarasi huyo kufanya kazi kwa kuwashirikisha viongozi ili kuepusha changamoto zinazoweza kujitokeza wakati wa utekelezaji wa mradi huo. Kwa hiyo kufika kwa umeme sasa hivi tunajua kabisa kwamba sisi tutakuwa tumeboreka zaidi na biashara tutazifanya tu vizuri. Ni kweli umeme unakuja mengi, atatusaidia. Hatunywi maji baridi, vitu vyetu ndani vinaoza. Kama kuna leo na marodio makubwa apigishi. Na mtakavyoenda mawilayani, number 1, mkajitambulishe kwa wakuu wa wilaya REA. Nendeni mkawatambulishe kandarasi. Yeah. Sisi ni fulani, tumekuja hapa kwa ajili ya programu hii ya kupeleka umeme kwenye vitongoji. Kwenye wilaya yako mheshimiwa, kutakuwa kuna vitongoji kadhaa. Mradi huu katika mkoa wa Mtwara utahusisha kupeleka vitongoji takriban 175 kwa gharama ya shilingi bilioni 15.4. Ahadi kwamba kwa mradi huu sisi hatutaomba muda wa ongezeko la muda, kwamba tutatekeleza mradi huu ndani kipindi husika cha chini ya miaka 3. Kamati ya ustawi wa jamii ya Baraza la Wawakilishi imepatiwa mafunzo maalum ya afya moja yaliyoandaliwa na ofisi ya makamu wa pili wa rais kupitia idara ya kukabiliana na maafa kwa kushirikiana na sekta za afya, kilimo na mifugo, yakilenga kuimarisha uwezo wao katika kusimamia ustawi wa jamii na usalama wa afya. Mafunzo hayo yamelenga kuwajengea uwezo na kuwapatia uelewa mpana kuhusu dhana ya afya moja inayosisitiza ushirikiano kati ya afya ya binadamu, afya ya wanyama na mazingira, sambamba na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko na majanga ya kiafya. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo, mwenyekiti wa kamati ya ustawi wa jamii ya Baraza la Wawakilishi Hussein Ibrahim Makungu amesema mafunzo yamekuja wakati mwafaka na yatasaidia kutekeleza majukumu ya kusimamia sera, sheria na ustawi wa jamii kwa ujumla. Kwa hivyo mimi mwenyewe nilikuwa uelewa wangu mdogo kuhusu afya moja, kileo nimepata mafunzo haya. Kwa kweli nitakuwa balozi mzuri na kuipeleka hii taaluma kwa jamii. Kwa kweli tumeona mambo mbalimbali, umetuonesha, umetuambia lengo na madhumuni kwa serikali yetu kushirikiana nao hao mashirika wa kimataifa. Mpango huu wa afya moja katika kupambana na maradhi, lakini kihususan ni kwamba unapotumia njia hii ya afya moja, kwa hiyo kwa kufanya yani tusema ile afya jumuishi au kuyaweka mambo kwa pamoja, kwa maana integration ya shughuli mbalimbali. Hema pia mkashuka chini, si sheke tu sisi viongozi moja kwa moja. Sio vile kalisemea swala la ole wala upande wowote, lakini ni vyema semina kama hii inaihitaji katika jimbo langu la Kojani. Kwa kweli mtanisaidia sana. Ghana inajiandaa kutafuta nyayo za Mali, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania kurekebisha sheria za usimamizi wa rasilimali zake za kusimamia uchimbaji wa madini, ikilenga kuongeza mapato yake yanayotokana na madini yake ya chuma. Mpango huo wa Ghana umezusha wasiwasi miongoni mwa makampuni ya uchimbaji madini katika taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa dhahabu, ikiwa sasa nchi hiyo inatoa nafuu kubwa ya kodi na haki za umiliki kwa makampuni ya kigeni na kuacha kushirikisha kiwango kidogo cha hisa. Hali hiyo inaonyesha ni jinsi gani nataka kufuata nyayo za mataifa mengine ya barani Afrika ambayo hivi karibuni zimetunga sheria mpya za usimamizi wa uchimbaji wa madini. Ghana inataka kuimarisha udhibiti wa rasilimali zake wakati thamani na uhitaji wa dhahabu na madini muhimu kama cobalt ukiongezeka duniani, huku marekebisho ya sheria ya uchimbaji madini yaliyopendekezwa yanatarajiwa kufikia bungeni kufikia mwezi Machi. Mjumbe maalum wa Ukraine Vladimir amewataka viongozi wa Ulaya kutohofia kuzikamata meli za Urusi ili kuzuia kukwepa vikwazo vya nchi za magharibi, ikitoa mfano wa kile kilichofanyika kwa meli za mafuta za Venezuela ambazo baadhi zilihusishwa na Urusi zilizokamatwa na Marekani. Vladimir amesema anaamini ikiwa baadhi ya nchi za Umoja wa Ulaya zitaanza kuchukua hatua za kuzikamata meli za Urusi,
Moscow haiwezi kufanya chochote, lakini pia ameonyesha dhamira ya Kiev ya kutaka kuhakikisha kiwango cha usafirishaji mafuta cha Urusi kinapunguzwa kwa 10% hadi 20%. Mjumbe huyu ambaye ametembelea Ujerumani hivi karibuni amesema inahitajika kazi kuhakikisha vikwazo vilivyoweka na nchi za magharibi dhidi ya Urusi vinazingatiwa. Wakazi katika manispaa ya Musoma mkoani Mara wameomba serikali ya wilaya kuendeleza kambi ya utatuzi wa migogoro na utolewaji wa huduma kwa wananchi ili kuondoa changamoto ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma zao. Mwanahabari wetu Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Ni kambi maalum za utoaji wa huduma ambayo inaendelea hapa katika manispaa ya Musoma mkoani Mara. Kambi hii ilifanyika pia katika halmashauri ya wilaya ya Musoma na kuleta matokeo bora kwa wananchi, ambapo wamesema uanzishaji wa kambi huu utasaidia kwa kiasi kikubwa kutatua changamoto zinazowakabili katika maeneo yao, ikiwemo migogoro pamoja na magonjwa ambayo yanawakabili, ambapo taasisi zote za serikali zimeshiriki katika kambi hii kuhakikisha zinatoa huduma kwa wananchi. Pia wameiomba serikali ya wilaya kuhakikisha kambi hizi zinakuwa endelevu na kuhakikisha changamoto zao ambazo zinawakabili zinatatuliwa. Mjini mimi nafikiri hizi huduma zinapotufuata moja kwa moja, nafikiri zinaweza kutusaidia sana kama wananchi wa hali ya chini. Tunashukuru huduma kutufuata. Nafikiri kama jinsi walivyoweza kutukumbuka na kuweza kutufanyia hili, nafikiri liweze kuwa endelevu, lisiishie hapa. Huduma hiyo kwa kweli imekuja kwa muda mwafaka mzuri kabisa. Kwa hiyo huduma hii inatakiwa iwe endelevu, isije kaishia hapa kwamba tunaona nini, kwa sababu hizi dawa tumeshahangaika sana kupata dawa hizi zetu. Dawa hizi ukienda daktari anakuambia kumuona daktari ni hela. Hii huduma hii tunaomba mjitokeze kwa wingi sana, ili uweze kupata haki yako, ili uweze kupata afya yako iweze kuimarika. Serikali ya wilaya kuhakikisha kambi hizi zinaendelea katika maeneo haya. Kutoka hapa katika manispaa ya Musoma mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Mkuu wa Chuo Kikuu cha Aga Khan Tanzania AKU Profesa Yunus Palanjo amesema ni muhimu kwa wanafunzi katika fani mbalimbali kupewa mafunzo ya uongozi wawapo shuleni ili kuwajengea uwezo wa kuwa viongozi bora wenye matokeo katika jamii kiujumla. Profesa Palanjo ameyasema hayo wakati wa washa fupi ya mafunzo ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Aga Khan jijini Dar es Salaam, ambapo amesema mafunzo hayo yamelenga kuwajengea uwezo wa kufanya maamuzi yenye tija yanayoongozwa na sababu za kisayansi. Vile wanavyoandaliwa ni ili wawe watu wenye tija kwenye jamii, lakini ambao watatumia ujuzi ule au watajifunza kila kitu wakati huu wanapoendelea na mafunzo, lakini hata baada ya mafunzo wataenda maeneo yao ya kazi, watakuwa viongozi bora. Watakuwa viongozi bora majumbani, wawe viongozi bora maeneo ya jamii, wawe viongozi bora mahali pa kazi. Sio wale watu wanaoambiwa fanya hiki, ila ni watu wanaofanya tena anafanya kwa matokeo na pia kwa mfano kwa wengine. Funzo yale ambayo tumepata leo sio tu kwa ajili ya uongozi kama wanafunzi katika chuo, lakini ni mafunzo ambayo yatatufaa zaidi hata kutoka hapa. Tumejifunza kwamba uongozi bora ni ule uongozi ambao unajumuisha wote ambao tunawaongoza, na haihusu mtu binafsi, bali inahusu ni ajenda gani ambayo inastahili kutekelezwa katika hiyo institution. Unatakiwa uwe kiongozi ambaye unaongoza kwa malengo, kiongozi ambaye anaongoza kwa malengo. Na kitu kikubwa zaidi nilichochukua hapa ni zaidi ni kwamba wewe kama kiongozi haimaanishi hautaki kuangalia nafasi yako, hautaki kuangalia ile nafasi ulionayo katika sehemu, lakini kitu cha kwanza wewe kama kiongozi unatakiwa kukiweka mbele au kukiwekea mkazo zaidi ni namna utakavyoweza kuleta mabadiliko katika jamii yako inayokuzunguka. Rais wa mpito wa Syria Ahmad al-Shara amefanya ziara ya pili ndani ya kipindi cha miezi 4 nchini Urusi na kuzungumza na Rais Vladimir Putin kuhusu mustakabali wa kambi za kijeshi za Urusi nchini Syria mjini Moscow. Kwenye mazungumzo yao, Rais Vladimir Putin ametilia mkazo dhamira yake ya kuwa tayari kusaidia Syria kujenga upya uchumi wake ulioharibiwa katika vita, huku akisaidia kuleta udhibiti nchini humo. Rais Putin amesema siku zote amekuwa akiunga mkono udhibiti wa mshikamano wa Syria na kumpongeza kiongozi huyo kwa kurejesha mamlaka nchini humo, huku Wasiria waliokimbia mapigano Aleppo wakianza kurejea tena nchini kwao. Hata hivyo, al-Shara naye ameshukuru Moscow kwa ushirikiano huo unaoendelea baina yao ili kuleta udhibiti nchini humo. Naam, na huo ndio mwisho wa habari za kitaifa na kimataifa. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakwenda kuzitazama habari za biashara. Mimi ni Eden Bahati, usiondoke.
Tanzania.